na labda tuangazie kwa undani zaidi swala hili la ufisadi na baadhi ya watu ambao hadi sasa, mtazamaji, kupitia ripoti ya kamati ya uhasibu tayari walikuwa wametajwa majina yao kuhusika kikamilifu katika masala ya kashfa za ufisadi. Mtazamaji, moja kwa moja ndani ya serikali hivi sasa, baadhi ya watu ambao wako serikalini na wanaendelea kuzuia nafasi zao, wa kwanza kabisa ni katika wizara hii ya ulinzi, usalama wa ndani. Hapa zaidi ya shilingi bilioni 2,853 mtazamaji na $300,000. Hizi ni pesa ambazo tayari katika wizara hizi zimetumiwa vibaya. Kuna ubadhirifu wa hali ya juu, yani mtazamaji, katika wizara hii ya ulinzi, na baadhi ya watu ambao wanahusika katika wizara hii basi akiwemo wa kwanza kabisa ni Mutea Iringo ambaye ni katibu, mtazamaji, katika wizara hii ya ulinzi, na vile vile tuko na Francis Kimemia ambaye ni katibu katika baraza la mawaziri, na niko na Ben Kihia. Ben Kihia naarifiwa kwamba ni mmoja wa wahasibu wakuu katika afisi ya rais. Kwenye ripoti hiyo ya uhasibu ilidaiwa kwamba walitumia vibaya shilingi bilioni 2.8 mtazamaji. Kando na hivyo pia amedaiwa kuficha baadhi ya taarifa muhimu ambazo zilikuwa zinatakana zipeanwe ili iweze kujulikana namna walitumia fedha hizo, na pia kulikuwa na utumizi mbaya, madai ya utumizi mbaya wa afisi zao watatu hawa katika wizara hii ya ulinzi. Na mwisho kabisa, kamati ya uhasibu katika bunge pia iliweza kufahamishwa kwamba utumizi mbaya wa fedha za serikali zilitumika vibaya sana na taarifa muhimu hazikutolewa kama nilivyokuelezea. Hii ni wizara ambayo inahusika na swala la utaifa, na tunde katika asasi nyingine serikalini. Asasi kuu ambayo pia ilitumia vibaya pesa zake ni katika ikulu ya rais, na kulikuwa na miradi ambayo iliyokwama kwa muda mrefu. Hapa kulikuwa na wasimamizi wakuu katika ikulu ya rais. Kwa mfano, Daktari Nexol Githinji ambaye hivi sasa anaongoza ile idara ya vijana, huduma ya kazi kwa vijana ambao ni NYS kumradhi, pia ametajwa hapa. Mwaka 2011 yeye ndio alikuwa msimamizi mkuu wa ikulu ya rais. Kulikuwa na Zakari Muburi pia ambaye ametajwa kutoka katika ikulu ya rais hapa mwaka 2012, na hivi sasa Lawrence Lenayapa anafahamika vyema mtazamaji, huyu ndio msimamizi katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi hivi sasa. Na baadhi ya mambo ambayo yalikuwa sana yamekwenda kinyume na namna ambavyo inavyotakikana, ni ubadhirifu uliotumika. Ilitazamiwa kutajengwa kituo cha mafuta ndani ya ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, lakini kufikia sasa ni kama ni mradi gushi, haujafanyika. Kulingana na ripoti ya kamati ya PSC katika bunge, walisema kwamba malipo ya zaidi ya shilingi milioni 88. Kwanza kabisa walitumia vibaya shilingi milioni 105. Malipo ya shilingi milioni 88 yalitolewa bila kibali cha kukamilika kwa mradi. Kutohakikisha mwanakandarasi amethibitisha kumaliza kazi yake ni baadhi ya madai ambayo yalimbikiziwa katika ikulu hii ya rais, na vile vile kutoanzisha mbinu ya kujaribu kurejesha fedha ambazo zishatumika, lakini hakuna mradi wowote uliosimama. Na mwisho kabisa wakalaumiwa kwa kukosa kutoa notisi ya kushindwa kwa utekelezwaji wa miradi hiyo. Hawa ni baadhi tu ya watu ambao wametajwa katika ripoti ya PAC, na vile vile hatujapata ripoti ya EACC ambayo kwa sasa iko katika ikulu ya rais. Tunaifuatilia pia kutaka kujua baadhi ya wengine ambao wametajwa. Pia kwenye ripoti hii utakumbuka watu kama kina Oswago ambao walikuwa katika tume ile ya uchaguzi wametajwa sana kupitia ripoti hiyo, na kukatolewa mapendekezo kwamba tume ya kupambana na ufisadi iwafuatilie kwa kina na kuwachunguza